Lakini kwa haya wazee tunaomba mwende naye. Lakini kama kuna mambo ya nani sanitizer kule juu, basi mpeni kitengo kingine kule juu. Ila hapa tutafutieni mwenyekiti makini, mtuwekee hapa Milembela isonge mbele. Mimi mwanzo kuhesabu mimi ni mfu nilie hai. Yaani kuanzia sasa mimi ni mfu nilie hai. Mnaelewa maana yake? Nataka nielezee kuhusiana na kazi yangu. Mimi ni kamanda wa ulinzi na usalama kitongoji cha Milembela. Tumejaribu kufuatilia masuala ya uhalifu hapa Milembela. Tumetengeneza mazingira yote ya kuhusiana na uhalifu hapa Milembela. Tukafikia tamati sasa. Nilitoa amri kama kamanda wa kitongoji cha Milembela. Nikaweka amri kupitia mwenyekiti na jopo lake. Nikaomba, nikasema hivi, mwenyekiti, kulingana na tuhuma za hapa Milembela zinakuwa ni nyingi za wizi, naomba tupige kura za maoni. Tukapiga kura za maoni, nikapewa majina. Mwenyekiti alininyang'anya, alihesabiwa hapa kaninyang'anya. Mwenyekiti wa kitongoji. Nikamuuliza, mwenyekiti, hayo hayakuhusu, ni sekta mbili tofauti. Akasema tulia kidogo nitakupa. Nikasema sawa, haina shida, nikitegemea baadaye atanipa. Hakunipa. Nimekaa siku mbili nikijua kwamba tuko cheni moja, hatatoka. Lakini nilitengenezewa mazingira ya kuuzwa. Mimi nilikuwa naenda kule shamba, kuna sehemu nilikuwa nimekodi. Niliitwa nikaambiwa, bwana mdogo, umekuja kasi sana. Ni kwa nini umenipigia kula mimi kwamba mimi ni mwizi? Nikamuuliza swali, aliyekupa taarifa hizo nani? Akasema, mwenyekiti wa kitongoji wenu kaja na majina. Kaja kanionesha nyie hapo mmenipigia kula ziko 3. 2 za kwangu, 1 ya mtoto wangu. Kakuonesha, kweli, Nilipiga magoti nikamwomba msamaha. Nikamwambia si kweli. Nimekaa siku hiyo hiyo aliyepigiwa kula wa pili akaja kuniambia, faza hapo kwenye kawa, yaani mimi napigiwa kula. Nikamuuliza, umeambiwa na nani? Bana, mwenyekiti aliniambia. Lakini mimi kilichokuja kunisikitisha kwa namba 2, ndio maana nimesema mwanzoni kwa kwamba mimi ni mfu nilie hai. Nimeuzwa na wengine nyuma tumeuzwa. Kwa maana mnaweza mkategemea muda wowote ni vifo vya watu 7 hapa Milembela. Sisi ndo masinia, sisi ndo vielele kwa hapa Milembela. Sisi ndo tunagomea watu wasirudi wahalifu. Jambo la kwanza ni kuhusiana na bwana Dani, ambalo kamanda aliyetoka hapa katoka kuzungumza. Jambo hilo lilikuwa na mambo mengi sana, ikiwemo sisi kuwekwa rehani kutaka kuuawa na mwenyekiti. Nasema kuuawa kwa sababu anayekusababishia kifo ndio aliyekuua. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, mimi sina imani na mwenyekiti kwa sababu moja. Mheshimiwa Nduluma, Mheshimiwa mzee wa chai, mwenyekiti kaanza kutuuza tangu siku ile asubuhi. Wakati sisi tunamtafuta muhalifu, kiongozi hapa ameshafika kuona nyayo na sisi tunaleki mpaka kufika kwa Samueli. Kuna simu zilikuwa zinaenda huku na huku. Huyu kiongozi huyu, ndugu zangu, Mungu akupe hata uraisi wewe. Kuna kitu alikigundua tukiwa pale, akasema hapa kuna mtu anawasiliana na muhalifu. Sisi tunalala vizuri, akatumia maneno ya kiuongozi hapo, na hisi kuna kitu alikielewa ila hakusema kwa sababu sisi anajua viroporopo. Tulinyang'anywa sisi simu zetu zote zikawekwa pale. Muda si mrefu kuna simu moja iliita kwa kiongozi, alibaki nayo mfukoni. Mwenyekiti Salehe akasema, jamani sikilizeni, sijui ilikuwa ni aibu. Akaweka loudspeaker. Dani, huyu muhalifu tunayemtafuta
kapiga simu kwa mwenyekiti wa kitongoji ambaye huyo mwenyekiti ndo anaongoza msafara wa kumtafuta mhalifu. Dani alizungumza maneno yafuatayo, nitazungumza machache. Salia alimwambia hivi, sasa mjomba wewe fanya tu uje. Akasema mjomba, mimi siwezi kuja hapo. Na kuomba mjomba, kinachoendelea chochote niambie, wazee uongo. Tumiwa mwenyekiti, mheshimiwa amewataja waume zetu kwamba ndio wanashiriki kwa ule bwana asiweze kukanyaga hapa Milembela. Kwa hiyo ina maana yeye mwenyekiti ile swala yeye amelifurahia kwa ule bwana kuwa mwizi aendelee kutuibia. Hilo ni moja. La pili ni kwa nini anaandika waume zetu majina? Ina maana yeye anataka waume zetu wafe sisi tubaki wajane. Na kama amelizika mwenyekiti kwamba waume zetu wafariki ili tubaki sisi tubaki wajane, basi akubali, yani na mizigo ya watoto wetu atatulelea yeye. Na hili swala mimi kama mimi ndio niloizini mume wangu awe kamanda. Mume wangu kila siku anatoka usiku wa manane, ananiacha nyumbani nikiwa nimelala peke yangu. Hivi nani mwanamke anaweza kukubali mwanaume wake anatoka kila siku usiku analala ndani peke yake? Nani? Ni mwanamke gani ambaye anakubali mume wake atoke kila siku analala ndani anajikunja mume wake akiwa hayupo? Nataka niambie mtumia mheshimiwa mwenyekiti wetu anamlipaga mume wangu shilingi ngapi ili nijue na mimi ndio natoa izini mume wangu kwamba huwa anaenda kila siku kazini kwa sababu naletea maokoto ya kula mimi. Leo mwenyekiti kama mwenyekiti ni kumwandika mume wangu kwamba yeye amesababisha kwa ule bwana asiweze kurudi hapa. Kwa kweli kwa hilo limeniuma, tena limeuma, na nilikuwa nataka mume wangu kwanza ajivue ukamanda. Sitaki ukamanda kwa sababu mimi ndio nilotoa izini mume wangu awe kamanda, na ana uwezo wa mimi tena kukata mume wangu usiwe kamanda. Uwezo ni nao. Cosmas. Yaani sitaki. Yaani hilo mwenyekiti alifanyia kazi kama namlipa mume wangu nijue. Hawezi kufa mume wangu mimi aniachie watoto wadogo. Mume wangu kila siku mwenyekiti kila siku anategemea mume wangu kila siku simu anampigia simu toka uondoke. Sitaki. Cha kwanza mimi ni kamanda, nafikiri mnanifahamu. Mimi naitwa Miraji. Nina masikitiko makubwa sana baada ya kusikia kwamba tumeandikwa majina 7 kwa kutetea uhalifu. Umeshanielewa? Lakini niombe kwa sababu huyu jamaa kazungumza mengi. Mimi niombe meza sasa kupitia hili watupe ulinzi kuhusiana na hili jambo la kuuzwa sisi. Endapo kama kati yetu mmoja kaonekana ana tatizo, serikali ifanye kazi yake. Tulienda tukazurua tukakamata, lakini vitendo ambavyo vilikuwa vinafanyika nikawa najiuliza lazima kuna mtu anatoa siri. Nikawaambia hivi, kusanyeni simu zote, tubakize viongozi tu simu. Lakini hivyo piga simu inatumika, nikawaambia kati ya kiongozi aidha mimi au mwenyekiti anaongea nini? Wapo makamanda kikundi changu tulioenda wote. Tulienda nikasema jamani nimewaita huku, nataka nijue nani anaongea na simu. Lakini tulibaini kwamba mwenyekiti anaongea na nini? Na simu. Na bahati nzuri mwenyekiti akapigiwa simu pale pale, sikatai na mimi nathibitisha. Alipigiwa simu akamtaja yule nani, yule mwizi kwamba simu hii imepigwa na nani? Na mwizi. Anasemaje kama ilivyotamkwa? Kwa sababu ya muda naomba nisirudie tena. Nikawaambia hivi jamani, walinipa sifichi, waliniambia wananchi wa Milembela kwamba mwenyekiti wa kitongoji cha Milembela anashiriki kuwalea wezi. Lakini jambo ambalo limenisikitisha ni taarifa ambazo zinasema kwamba mwenyekiti anazunguka upande wa pili, anaenda kuzungumza na ndugu wa wezi pamoja na wezi wenyewe na kutoa taarifa ya wananchi wake au makamanda wake kwamba wametoa taarifa. Sina hakika kwamba hili limezungumzwa na mwenyekiti. Nitakachokifanya sisi sasa hivi moto tumeshauwasha WDC. Tumeshawaita baadhi ya wenye viti, kuna mwenyekiti wa Kurungu tumemuita kwa sababu zake yeye. Kwaona mwenyekiti huyu sasa tutamjumlisha kwenye jopo lile tuje tuzungumze na wao pamoja na chama. Ikithibitika kama ni basi zipo sheria ambazo zinambana yeye. Kwao nilikuwa nawaomba radhi wananchi wa Milembela. Kumlazi kabisa. Hili inawezekana likawa ni kosa lake la kwanza. Tumpe muda, tumpe nafasi nyingine ya kubadilisha utendaji kazi wake. Ikitokea muhtasari si upo, kutakuwa hakuna simile tena ya kumsamehe. Hata wewe nikiwauliza hapa kuna mtu hata mmoja ambaye hajawahi kukosea, mtasema lazima kila mtu alishawahi kukosea. Lakini kwa sababu ni mara yake ya kwanza na mimi mmeniripotia, mimi nitakuwa bega kwa bega na wananchi wa Uyui kuhakikisha kwamba anabadilika mwenyekiti wa kitongoji. Na asipobadilika mna mamlaka na maamuzi ya kumuondoa.
Lakini kwa hili nilikuwa naomba mmemuonya, mmemsema na amekaa amekuwa msikivu. Mmesema na ninamuomba mwenyekiti wa kitongoji, wale watu wote waliosema wasiwe maadui bali wawe marafiki zako kuanzia leo. Na ikiwezekana yafanyie kazi yale yote ambayo wamekuambia na wamekusemea. Yafanyie kazi. Mwenyekiti wa kitongoji au kiongozi wa kiserikali hapaswi kuwa na hasira na ghadhabu na kulipiza visasi. Lakini mwenyekiti mwenyewe wa Milembela hapa anasema nini baada ya shutuma zote hizi? Mimi naitwa Saleh Rajabu Kamchape. Ni kweli Hilo kwa kweli kwa mimi ni ndani ya kuweza kubaini wahalifu. Sawa, kwa sababu huwezi kumbaini mhalifu pasipo unapopata taarifa kuwa ni mhalifu, inatakiwa uangalie namna ya kumtega ili mumbaini. Kwa hiyo ni kweli kwamba ulikuwa na mawasiliano nao, lakini na nilishirikisha pale pale hadharani. Ni kweli kwamba alikupigia simu? Alinipigia simu pale pale na nikamwambia jamani, mtumiwa huyu wacha tumpokee tuone anaweza akatufikia hapa kwa mbinu ipi ili tumbaini. Wanasema pia umewauza, umetangaza habari zao kwa wale walioandikwa majina kwa siri. Hilo umesema? Kwa hili mimi kama mwenyekiti wa mtaa, hata mzazi wa huyo mtuhumiwa simjui. Na naongea hili kwa jua hili linazama, Mungu ananiona, hata mzazi wa huyo mtuhumiwa simjui. Kwa watu wote wanakusingizia mwenyekiti? Kwa hilo sina taarifa nalo kabisa. Wanajua wanaonesha kwamba hawana imani tena nawe, wanatamani ukae pembeni wachie ngazi. Uko tayari kufanya hivyo? Mimi kama mimi nilichaguliwa na wananchi, na mafuta ya kiongozi ni lazima usemwe. Usiposemwa huwezi ukajua. Hata mtoto unapokuwa na mtoto kwako akiwa mtukutu, kama humkemei hawezi akajua kosa lake. Kwa haya waliosema wananchi, siwezi, wao ndio walionichagua, walioniidhinisha nifanye kazi na wao. Mimi nitawaomba radhi kwa yale ambayo niliyokuwa nimejisahau. Ingali kama ni sio rasmi, hata kama ni rasmi, bado uongozi unautaka. Uongozi bado unautaka ni kurekebishwa makosa madogo madogo ambayo wao watasema haiwezekani, uko tayari kukaa pembeni. Siwezi kulazimisha kwa sababu wao ndio walionilizia kazi hii.